nguzo hii ya saumu ambayo mwaka huu tukiidiriki na kuifanya itakuwa ni mwaka wa 1402 toka pale ilipofaradhishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilifaradhishwa mwaka wa 624 AD sawa na mwaka wa pili wa Kiislamu, mwaka wa Hijria, yani muhamu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina. Hivyo mwaka huu utakuwa mwaka wa 1402 kwa sisi Waislamu tukifunga saumu. Ilhali kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ibada hii ya saumu ni saumu ambayo au ni ibada ambayo ilikuwepo pia kwa wengineo wasiokuwa Waislamu kabla ya Waislamu, pale Mwenyezi Mungu aliposema katika aya ya 183 ya sura ya pili ya Qur'an tukufu, suratul Baqara, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmefaradhishiwa nyie saumu kama ilivyofaradhishwa kwa wale waliokuwemo kabla yenu, lengo likiwa muweze kuwa wacha Mungu. Saumu ni ibada kubwa, kwa sababu ni ibada ambayo Mwenyezi Mungu ameipitisha kwa waja wake sisi Waislamu na waliokuwa kabla yetu. Kwa hivyo ni ibada ambayo ina uzito wake, pamoja na kwamba kaifia au namna ya ufanyaji kama ilikuwa vipi kwa wenzetu wengine, hilo hatuwezi kulijua sawa, lakini kwa namna yetu ndiyo hii, na kaifia au namna ya saumu iko namna nyingi. Hata Bi Maryam alisema kwamba amefunga pale alipokuwa amembeba mwanaye Isa alayhi salam mgongoni, watu wanamuongelesha, akasema mimi leo nimefunga, na alifunga yeye kutoongea. Kwa hivyo saumu iko ina namna zake tofauti. Yote kwa yote ni kwamba tumo katika masiku machache kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani una vitu ambavyo vinamfaidisha mwenye kufunga. Umegawiwa sehemu tatu. Awaluhu rahma, mwanzo wake ni rehema, huruma ya Mwenyezi Mungu, katikati yake ni maghfira, msamaha, na mwisho ni kuepushwa kabisa na moto. Na hali ndani ya mwezi huo ni kwamba mashetani wanafungwa minyororo kabisa, wanafungiwa kwa mujibu wa maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni mwezi ambao una fursa ambazo inatakiwa Muislamu ajitahidi azipate. Huruma ya Mwenyezi Mungu kubwa ndani ya mwezi huo, kwamba utakalofanya lolote basi unakubaliwa na Mwenyezi Mungu na unapata malipo makubwa. Msamaha wa Mwenyezi Mungu ni mkubwa ndani ya mwezi huo, kwa hiyo toba inatakiwa ifanyike sana ndani ya mwezi huo. Na vile vile mwisho wa yote, mtu aliyefunga sawasawa kufuata vigezo na masharti anaepushwa na moto wa Jahannam. Na mengine mengi yanafaa kufanywa ndani ya mwezi wa Ramadhani, ikiwa ni kama kuwasaidia maskini, mafakiri, mayatima, vitu ambavyo katika mwelekeo wake ni katika kuisaidia jamii. Maskini, mafakiri na mayatima sio kwamba wapo katika Waislamu peke yake, ni watu katika jamii yetu. Kwa hiyo unajitoa katika kusaidia jamii. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao sote tumekuwa mashuhuda, unaleta mshikamano mkubwa, si kwa Waislamu peke yao tu, lakini pia na Waislamu hata wasiokuwa Waislamu. Ni mwezi ambao unaheshimika, wote kwa pamoja unauheshimu au tunauheshimu mwezi huo, na mwezi ambao kwa kuwa unajenga maadili kwa mwanadamu. Kwa hivyo ni mwezi ambao ni chuo kikubwa au chuo kamili cha kuijenga jamii, na hususan katika zama kama hizi tulizo nazo, ambapo tunaona vijana wetu wanakuwa katika maadili yasiyokuwa mazuri. Kwa hivyo uwepo wa mwezi wa Ramadhani, na wasihi sana vijana wasogee sana katika kutenda yaliyokuwa mema na kufuata ibada hii. Jamii yetu inahitaji vijana wenye maadili mazuri na mema, ili jamii yetu iweze kuwa salama. Jamii yetu isiwe na vijana ambao wakukurupushwa na wakusukumwa katika mambo ambayo yasiokuwa sahihi na mazuri. Hivyo na waasa Waislamu wote kwamba tuingie katika mwezi huu, tuufunge kwa kufuata vigezo na masharti yanayotakiwa. Waislamu wote ndani ya mkoa wetu tufanye hivyo, ili mwisho wa siku tuweze kusamehewa yale tuliyotanguliza katika madhambi yetu. Nikiendelea kueleza hayo, nichukue pia fursa ya kutoa salamu za kiongozi mkuu wa Uislamu hapa nchini Tanzania, Mheshimiwa Mufti Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana. Ametoa salamu kwa Watanzania wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kuwatakia kila la kheri katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na kuwaasa Waislamu wajitahidi ipasavyo kutekeleza ibada hii ya lazima, kwa sababu ibada ya kufunga mwezi wa Ramadhani ni ibada ya lazima. Wajitahidi kwa kila namna kutekeleza ibada hii ya lazima na kufanya yale yote yaliyokuwa mengi yanayopaswa kuyafanya katika mwezi wa Ramadhani,
kwa faida kubwa na pana ya kesho ya akhera, na kwa faida kubwa na pana ya nchi yetu, kwamba mwezi wa Ramadhani una mafundisho yaliyokuwa mazuri na mafundisho yaliyokuwa kuisaidia jamii. Pale ambapo watu wanasaidiana, wanashirikiana, wanashikamana, hakuna shaka kwamba ni namna nzuri ya kuijenga jamii iliyokuwa bora na jamii iliyokuwa nzuri. Kwa utukufu na baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi nchi yetu itamalaki amani, itamalaki mshikamano, itamalaki maelewano, itamalaki usikivu kwa viongozi wetu, na itamalaki maendeleo makubwa ambayo yataipeleka nchi yetu katika hali ya juu na ambayo italeta hali bora kwa wananchi wa nchi yetu ya Tanzania. Vile vile namuomba Mwenyezi Mungu kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi aweze kutunyooshea vijana wetu wale ambao wamepinda. Tuna vijana wazuri tunao wengi, lakini kuna wengine wanakuwa hawapo katika maadili yaliyokuwa mazuri, na wakati mwingine kuleta hali zisizokuwa nzuri katika jamii yetu. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu atusaidie katika hilo. Wetu wafanya biashara, kwa sababu wengine mwezi wa Ramadhani unapotokea basi wanachukulia kama fursa, kwa kuwa wanajua lazima mwisho wa siku jioni watu waandae iftari waweze kufuturu, na iftari ni vyakula. Kwa hivyo hupandisha bei za bidhaa. Bei za bidhaa huzipandisha zikawa juu mno kwa kulenga tu uwepo wa mwezi wa Ramadhani. Naomba sana waone huruma. Wafungaji wanafunga kwa ajili ya kujielekeza na kutii amri ya Mwenyezi Mungu, lakini hawafungi kwamba wana mahela mengi, wanamiliki utajiri mkubwa, ukwasi ambao utawawezesha kununua vyakula katika bei kubwa za ajabu. Uwezo huo hakuna. Wengi wanaofunga, wengi tunaofunga, hali zetu ni duni. Kwa hivyo tunawaomba sana 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 wafanyabiashara walione hilo, kwamba badala ya wao kufikiria kupandisha bei, basi wafikirie kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu kwa kuwasaidia watu, kutuuzia bei zilizokuwa zinawezekanika, bei za chini, bei nzuri ambazo zinamwezesha mtu kuweza kupata vyakula na kuandaa futari yake, kuandaa daku yake yeye na wale wanaomhitajia familia yake katika hali iliyokuwa bora na nzuri, lakini sio hali ya kumfanya mtu basi mpaka anatishika katika kufanya ibada hii kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa jina naitwa Bi Mwanne Saidi Msumbwe, ni mwenyekiti wa kina mama. Sisi tunamshukuru Mungu kwanza kwa kutupa uzima mpaka leo. Sisi mwezi wa Ramadhani tunaukaribisha, tumejiandaa vizuri kwa kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ninachotaka kusema na wasii vijana wetu, hebu wamrudie Mwenyezi Mungu, wamrudie Mwenyezi Mungu, wamuombe kile walichokosea, watubie kwa Mwenyezi Mungu, wafunge, waswali, wamuombe Mwenyezi Mungu, wasitake riziki kwa ubabe, wamuombe Mwenyezi Mungu. Riziki inakuja, ukimwomba Mwenyezi Mungu riziki inakuja. Na sisi kama wazazi tutawasii wanetu, tunawaombea wawe watulivu, wamche Mwenyezi Mungu, na tufunge mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakina mama kwanza na wahusia, tufunge mwezi mtukufu wa Ramadhani unavyotakiwa kwa kumuomba Mwenyezi Mungu. Kama wafanyabiashara wa mama, tunaombeni biashara mpunguze bei, maana mwezi mtukufu wa Ramadhani wakina mama huwa wanapandisha bei, lakini hatupati utajiri kwa kupandisha vitu bei. Tutapata riziki kwa kile kinachowezekana, tusitumie ule unani. Saumu ni ibada maalum sana kwa Uislamu. Ni ibada ambayo haingii ndani yake riya. Muislamu akifunga kwa nasibu baina yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hii ni ibada maalum sana kwa sababu haina riya ndani yake. Ibada nyingine zote mtu akafunga ndani yake riya, mtu afanye ile watu wangoja hapa, lakini saumu riya haingii. Mbazua ni baina yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwa maana huu tuheshimu na tusubiri na tuvume kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuamrisha. Tunaenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika mwezi huo kwa hiyo tumejiandaa kufunga. Katika funga hiyo tumejiandaa na mambo mengi, kwa mpaka wahitaji ambao hawana uwezo wa kupata iftari tuweze kuwasaidia iftari, kama vile magereza, wajane, watoto yatima. Pia tumejiandaa kama JUAKITA, mimi kama ni mjumbe wa JUAKITA na viongozi, tumejiandaa kuzunguka kila misikiti kuongea na kina mama kwa ajili ya kuwa na utayari katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani.
pia kuelimisha watoto wetu waweze kuwa na maadili mazuri na kufundisha mambo ya dini. Dini yetu inaitaka nini, nataka tuwe katika stara. Pia tumejiandaa kuweka vikundi mbalimbali kwa ajili ya kuwa na usalama katika familia. Familia zetu tuwe nazo vizuri, tuimarishe familia na pia tuhimize watoto waende kusoma madrasa, wapate elimu ya dini, waweze kuwa na hofu ya Mungu. Pia na wazazi kuongea nao kwamba wazazi tusizidishe ukali majumbani, mwisho watoto wanakimbia majumbani. Kwa hiyo ndio maana watu wanasema watoto wa mtaani, lakini kumbe si wenyewe wazazi tunasababisha hawa watoto wao mitaani. Ukali ukizidi, mtoto anaogopa. Uwe huru kwa mtoto, mzazi awe huru kwa mtoto, amuulize anapotoka shule, aweze kumjibu. Anapohitaji kitu mtoto amtimizie, sio mzazi awe mkali kumsaidia mtoto wake. Mwenyezi Mungu tunamshukuru sana, alhamdulillah. Kuna wenzetu hii leo hawajafika na hawategemei kama watafika, lakini sisi tumefika leo kwa uwezo wake na kwa mapenzi yake, alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hiyo tujiandae, wakina mama tujiandae kufunga mwezi wa Ramadhani kwa dhati, tujiandae mwezi wa Ramadhani kufanya mambo yale ambayo Mwenyezi Mungu kayaamrisha, tujiandae wakina mama kutekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu katuamrisha, lakini tusifanye vitu ambavyo vinakwenda tofauti. Tuangalie nyumba zetu, tuwajali waume zetu katika mwezi huo wa Ramadhani. Usipomjali mumeo mwezi wa Ramadhani, uwafahamu kabisa hiyo Ramadhani yako wewe haitakwenda popote, kwa sababu mume ndio baba mwenye nyumba na ndio ambaye ni kiongozi ambaye Mwenyezi Mungu kakupa. Kwa hiyo usijifanye kwamba wewe unajua au una pesa au una nini ili umdharau mumeo. Hapana, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kutii amri, na si mwezi wa Ramadhani peke yake. Miezi yote na maisha yote sisi akina mama lazima tuwe tunawatii waume zetu. Akina mama wengi wanakuwa juu kwa waume zao eti kwa sababu wana uwezo, mume hana uwezo, basi yeye anajifanya ndio baba mwenye nyumba. Hiyo haiswihi.